Leo tutajifunza uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Tumekwisha kuona kusudi na ndoa, lakini nataka leo tufahamu ni nini Mungu amewekeza ndani yetu ili viweze kumzalia matunda. Sisi wote tuko hapa duniani tumekuja kwa sababu. Hakuna aliyekuja kwa bahati mbaya. Ninasema hili na nitaendelea kusema kila mara ili kuwakumbusha hasa nyinyi vijana, kwa sababu ndio wakati wenu wa kutumika. Na kama tunavyojua huu ni wakati wa uamsho. Wanasema watendakazi ni wachache, kwa hiyo Mungu anahitaji watendakazi. Na akiwaangalia nyinyi ndio watu ambao bado wameinvest na kuna vitu vingi vizuri bado hamjavitumia. Kwa leo natamani tuone uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Mungu ameweka nini ndani yetu? Mungu ameweka nini? Kwa hiyo tukija kuconnect na somo letu lililopita, tutaona kwa nini vitu viwili lazima ujue nini Mungu ameweka ndani yako, lakini hata yule mwenza wako naye ajue nini Mungu ameweka ndani yako, ili vyote viweze kufanya kazi pamoja na Mungu atukuzwe ili tuweze kuzaa matunda. Kwa uwekezaji ni uwekezaji tu kama neno lenyewe linavyosema. Mtu yote anayewekeza huwa anategemea nini? Si faida. Ukiwekeza unategemea faida. Kwa hiyo Mungu anategemea faida kwako. Kwa hiyo usikae kiasara, anakutazama tu. Uwekezaji, labda niende tu, uwekezaji ni nini? Uwekezaji ni kuweka rasilimali katika kitu au mtu ukitarajia kukiongeza thamani ili uweze kupata faida baada ya muda fulani. Kwa hiyo kuna vitu vitatu hapo kama umeona kwenye definition. Kwamba kuna uwekezaji, lakini pia kuna kuongeza thamani, manake vile vitu vilivyowekwa ndani, lakini kuna muda. Thamani manake ndio hiyo faida, lakini kuna muda. Kwa kila uwekezaji una muda. Ndio maana Biblia inasema sehemu fulani siku zetu ziliamriwa toka asili. Manake wewe siku zako ziko calculated. Kama ulipangwa kuishi miaka 70, kama ni 50 ni 50. Kwa hiyo yamkini mimi na wewe hatujui mimi nibakisha ngapi au mbakisha ngapi. Sasa ndani ya hizo siku ndio Mungu anatamani kila alichowekeza ndani yako kiweze kuonekana. Kwa hiyo unaweza ukaona kila kitu kimefungwa ndani ya muda. Kwa hiyo kwenye uwekezaji wowote lazima kuna muda. Hata kwenye biashara, ukisema naenda kuwekeza fedha zangu, lazima ujipe muda. Nawekeza labda miaka 10 ili nipate kitu fulani. Sasa hiyo ni uwekezaji definition tu ya kawaida. Lakini kwa Mungu uwekezaji ni nini? Uwekezaji wa Mungu si fedha, bali Mungu uwekeza kwa mtu kitu au kipawa kitakacholeta faida kwa wengine na ufalme wa Mungu pia. Kwa Mungu anaweka kitu kwa mtu ili kilete faida hapa duniani, kwa maana utawabariki wengine kupitia hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, lakini pia ufalme wa mbinguni utabarikiwa na wewe kwa kile ambacho Mungu amekupa kutumika hapa duniani. Kwa hiyo uwekezaji wa Mungu unauishwa zaidi na Roho Mtakatifu ili kupata vipawa, maarifa, hekima na kulitimiza kusudi la Mungu maishani mwa mtu. Kwa hiyo tukizungumzia uwekezaji wa Mungu, lazima Roho Mtakatifu ahusike. Maanake ndiye anayetoa vipawa mbalimbali. Lakini tukizungumzia uwekezaji wa Mungu, lazima kuwe na faida. Kama nilivyosema, hakuna mwekezaji yote ambaye hataki faida. Kwa hiyo lazima kuwe na faida. Lakini pia lazima, kama mnakumbuka kwenye somo letu la awali tulisema lazima kitu ulichonacho kihitajike kwa mwingine. Lazima uwabariki wengine. Yaani kama wewe ni mwimbaji, basi watu wabarikiwe na uimbaji wako. Lakini mbingu zishangilie kwa sababu wewe unaimba. Kwa hiyo vitu lazima viwepo kwenye uwekezaji wa Mungu. Kwanza Roho Mtakatifu lazima ahusike ili uweze kupata kipawa. Lakini pili, kile ulichonacho lazima kioneshe baraka hapa duniani, lakini mbingu zishuhudie kazi iliyoachiliwa hapa duniani. Maana yake utimize kusudi ambalo Mungu anataka kuliona. Kwa hiyo Mungu anatufahamu, anatujua. Na ukisoma kwenye maandiko ni kwamba kusudi lako lilitangulia, alafu ndio wewe ukaumbwa. Ukisoma kwenye Yeremia 1:5 anamwambia kabla ya kuumbwa nalikujua. Si ndio? Alitakaswa kabla hata hajaumbwa. Kwa hiyo inawezekana kama kuna picha huko mbinguni, basi kuna sehemu pameandikwa uimbaji, uuguzi, uchungaji, walimu, kuna watu wanaorodheshwa pale chini. Kwa Mungu anaangalia sasa hivi ninahitaji mtu fulani, nimpeleke nani? Mungu anatutazama kwa wivu mkubwa, kwa sababu anajua vitu ambavyo ameweka ndani yako ni vikubwa mno. Na inawezekana hata sasa hujatumia hata chembe hicho ambacho Mungu amekiweka. Kwa nini? Kwa sababu unajidharau. Kwa hiyo tukitafakari kwa pamoja tukajua ni nini Mungu amewekeza ndani yetu na tukaanza kukitafuta, mbingu zitashuhudia na dunia itashuhudia ukuu wa Mungu. Kwa sababu hakuna kitu ambacho Mungu amekiumba akakiumba kwa hasara au kwa udogo. Na ndio maana tumeingia kwenye mashindano mengi, tumetaka kufanya vitu ambavyo wengine wanafanya
kwa sababu tu hatujui kile Mungu ambacho ameweka ndani yetu. Lakini kila mtu angesimama kwenye kile ambacho Mungu amewekeza ndani yake, dunia hii ingekuwa ni ushindi. Kungekuwa kuna races, hatukimbizani. Tungekuwa hatuigani. Kila mtu angefanya kwa uwekezaji ambao Mungu aliweka. Tuko pamoja? Naenda haraka? Niko sawa? Kwa ni muhimu tujue Mungu amewekeza ili uweze kujivalue. Leo unakutana na mabinti amepoteza mwelekeo kabisa kwa sababu tu hajaolewa. Yaani anaua kila kitu. Hawazi chochote kingine. Yaani mimi jamani sijaolewa, kinamsumbua. Anasahau kama Mungu amewekeza ndani yake. Ukiacha kuoa, kuolewa, Mungu anakuhitaji wewe kama wewe as an individual kufanya kazi ambayo Mungu anataka ufanye. Kwa hiyo usiue vitu. Lakini wako wengine ambao ameolewa na akaua kila kitu kilichoko ndani yake. Kwa sababu ndoto yake anaona yeye kaumbwa ili aolewe au ili aoe. Lakini kuna zaidi ya hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Usimame kwenye kile ambacho Mungu amewekeza ili ile mbegu isipotee. Unafikiri Paulo wakati anakufa kwa nini alisema nimevipiga vita? Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Manake alichokuja duniani kukifanya, amekifanya, anasema na sasa na mimino. Yaani kamaliza. Kama ni unatakiwa urudi kule uko empty. Kila kitu ambacho kimetakiwa kuachwa duniani kimeachwa. Usirudi na kitu. Lakini leo wengi tumebeba mapokeo. Mchungaji leo amesema kitu kizuri sana kwenye mwishoni hapa wakati tunaomba. Kuna zile taarifa za awali. Ni sawa sawa na watu wengi vijana wa vyuo saizi wakimaliza anaamini akitoka hapo abebe bahasha ya kaki azunguke. Yaani imekuwa ni utamaduni. Si ndio? Kimaliza kazi lazima niajiliwe na mimi nikae kwenye kiti cha kuzunguka. Yaani tunawaza hivyo. Lakini ukijua kusudi lako ndani yako wala haiwezi kukusumbua. Elimu itakuwa ni sehemu ya kukupa maarifa tu ili uweze kutengeneza kile ambacho Mungu anataka ufanye. Lakini kwa sababu hatujui wote mtu nakuta yuko stressed, nimekosa ajira, yani mimi mwaka wangapi? Yani haoni zaidi ya ajira. Haoni uwekezaji wa Mungu ndani yake. Haoni vipawa ambavyo Mungu ameweka ndani yake. Kwa focus inakuwa kwenye kitu kimoja. Kwa lazima tujue uwekezaji wa Mungu ili katika kuenenda kwetu tujue tumebeba nini. Hata kama unaingia kwenye ndoa ujue nimebeba nini. Hata kama unaoa ujue nimebeba nini. Ndio maana nikasema ndoa yako kusudi lako lazima ujue. Mimi nimebeba nini? Katika nilichobeba nitaambatana na mtu wa namna gani? Usizoe au kuzolewa na yoyote. Wanasema pasipo maono nini? Watu hupotea. Si ndio? Maana huna maono. Maana hujui value yako, hujui thamani ulionayo. Na ndio maana tumekuta mabinti wanachezewa ovyo mitaani. Leo anachezewa na kijana huyu, kesho kwa sababu haijui thamani. Wako vijana ambao wanapoteza nguvu kucheza na mabinti ovyo barabarani. Leo ana binti huyu, kesho na binti yule. Lakini hajui thamani. Kwa sababu Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake. Manake ukiuharibu usichana wako, umemdhalilisha Mungu. Kijana ukizunguka ovyo na mabinti, umemdhalilisha Mungu. Ile thamani ya Mungu ndani yako imetoka. Ule uwekezaji wa Mungu umedharauliwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshavuruga ile mipango ya Mungu. Japo Mungu wetu ni Mungu wa rehema, anatupa nafasi nyingine pale ambako tukielewa. Kwa ni lazima tujue uwekezaji wa Mungu ndani yetu ili tukishaijua ile thamani, hata dakika moja kwako utaona kama unapoteza muda. Ukijua muda ulionao na kitu ambacho unatakiwa ufanye. Kwa sababu kila kitu kimefungwa ndani ya muda. Ukisoma kwenye Mhubiri anasema katika kila kusudi chini ya jua kuna majira yake, si ndio? Kwa hata maisha yetu haya kuna vitu, yani ndio maana tunapata muda mpaka kusemeana umbea, kusengenyana. Kwa nini? Kwa sababu hujui, una focus. Lakini ukijua, ni sawa sana ujue saa 9 kamili natakiwa kwenda kupanda ndege. Unafikiri utasalimia hata mtu barabarani hapa imefika saa 8 kamili unalisali moja, si ndio? Utakimbia. Kama ukiona nini hata kama una gari utaacha, utachukua bodaboda. Ili fanyeje? Why? Ndivyo hivyo inavyotakiwa kwenye maisha yetu. Ndivyo hivyo inavyotakiwa kwenye makusudi yetu. Kila kitu kitumiwe, anasema tukiukomboa wakati. Muda wa kuomba basi tuombe. Muda wa kusoma neno basi tusome neno. Muda wa kufanya kazi basi tutumike kwa bidii ili Mungu adhihirishwe. Lakini leo ndo tunao vijana mpaka makazini hawafanyi kazi. Wavivu. Ile nguvu Mungu aliyoiweka ndani yao wanaipoteza. Na mwisho wa siku Mungu anadharauliwa. Mungu tunayemwabudu anaonekana hana thamani mbele yetu.
Kwa hiyo ni muhimu sana kujua uwekezaji wa Mungu ili uweze kujipa thamani. Uangalie namna ambavyo unajitazama na Mungu anavyokutazama. Unaweza kujitazama chini sana, lakini ndani yako Mungu ameweka vitu vikubwa sana. Nimesikia dada hapa anaimba, sauti nzuri sana. Mimi ni shabiki mkubwa sana wa sifa na kuabudu. Ninapenda yani kwenye kusifu na kuabudu. Kwa hiyo hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, binti yangu, usikichukulie kawaida. Anza kuwaza viwango vya kimbingu. Kwamba ninataka niimbe kwa uwekezaji wa Mungu. Yaani nikiimba, malaika huko mbinguni washangilie. Watu huku wote kama ni Roho Mtakatifu, sio hata waimbaji. Nataka tuimbe kwa kiwango ambacho mbingu zinafunguka. Kwenye kuimba tu, sio na Paulo na Asila kwa kuimba tu milango ilifunguka gereza, si ndio? Ni kuimba tu. Kwa kuimba katika roho, sio kuimba tu kwa sababu fulani anaimba. Yaani katika kila mnachokifanya, tukifanye kwa utukufu wa Mungu na tutaona. Kwa kila mtu ni muhimu ajue uwekezaji ulioko ndani yake ili Mungu aweze kutukuzwa, apate kufanya kwa level ya kimungu, kwa level ya kimbingu. Tusipojua, kuna watu inawezekana wanakusubiri wewe usimame kwenye kusudi ili wao waende. Lakini kwa kuwa uko hapa na wao wanapotea. Hebu tafakari tu, kwa mfano baba mchungaji hapa asingejua wito wake, nani leo angekusogeza kwa Bwana? Mwawe kutafakari? Maana hata sisi wengine ni kuna watu walisimama kwenye nafasi zao, tukashikwa mkono, tukajua kumbe natakiwa kufanya hivi. Kwa nini? Kwa sababu amekaa kwenye kusudi. Lakini mimi na wewe tumetafakari nini Mungu ametuumba kwa sababu hapa duniani? Tunajua Mungu amewekeza hivi vitu, kweli tunataka turudi navyo? Yeye anatakiwa siku ile umelala wakiandika nimevipiga vita iwe kweli, sio ya kuandika tu bali t-shirt iandikwe nyuma. Kweli jamani, huyu mtu watu wanasoma pale wasifu mpaka watu wasema Nilienda kwenye msiba fulani, kulikuwa na vikundi zaidi ya 100. Kikundi alikuwa anadili na mambo ya maua. Anasema huko alikuwa mwenyekiti, huko alikuwa mwenyekiti. Yaani kila sehemu alikuwa anakusanya watu. Mungu alimpa kibali cha kuweza kuwakusanya watu pamoja. Huko alikuwa mwenyekiti, huko sio alikuwa nani. Tukaanza kutafakari. Vikundi mpaka ilipofika kule Kinondoni walisitisha vingine. Vilifika zaidi ya 100. Tukasema alikuwa na nguvu gani? Na mambo mengine mengi walisema. Lakini kwa nini? Na alikuwa hivi, ukimwona saa zote hana muda wa kupoteza. Kwa nini? Kwa sababu anajua na yawezekana ndani yake kilikuwa kinasema kitu muda alionao. Na hapo asubuhi walikuwa wanamsifia masista, walikuwa wanasema kwamba ni dada mmoja alikuwa anasali Katoliki. Anasema anatoka asubuhi, anapita kanisani, anawashusha watoto wake shule, alafu anaenda. Yaani pamoja na ratiba yote ya kuwa mwenyekiti zaidi ya vikundi hata 30. Lakini alikuwa anaweza kuvifanya vyote. Kwa Mungu anakuwekea hiyo nguvu kutokana na kile alichoweka ndani yako. Kwa hiyo lazima tujue uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yetu ili tuweze kujua tunaendaje kwenye maisha ya dunia hii. Tunaendaje kwenye kile ambacho Mungu amekiweka ndani yetu ili Mungu atukuzwe, lakini tutumike. Manake tumekuja hapa kwa sababu ya kutumika. Hakuna mtu aliyekuja hapa kuzurula. Hakuna mtu aliyekuja kusubiri asome, amalize, aolewe, azae. Hakuna. Kuna kitu cha kimungu. Ndio tumesema kusudi lazima libebe watu wafaidike, mbingu zifaidike. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi sura ya 12. Warumi 12 sura ya mstari wa 6 na wa 8. 6 mpaka 8. Warumi 12 6 8. Warumi 12 mstari wa 6 anasema, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Kwa hiyo unaona hapo karama mbalimbali ambazo watu tumepewa tofauti tofauti, ambapo kila mtu akijua karama yake sasa tunaweza kukaa kwenye kusudi la Mungu na tukahudumiana na kila mtu akafaa sehemu yake na akatosha.
Kwa hiyo unaweza kaona hapo Mungu anatujua na anajua nini ameweka ndani yetu. Na kwa kadri ambacho Mungu ameweka ndani yako, ndio nguvu iliyoko ndani yako. Na ndio nguvu itaenda kufanya kazi. Na ndio kusudi la Mungu litatimizwa, dunia itajua kwamba kila mtu akitafakari matendo ambayo unayafanya, atajua kabisa Mungu amehusika. Kwa sababu sio matendo ya kawaida ambayo anaweza kusema kwa namna ya kawaida. Na mara nyingi mtu wakati unafanya, wewe unayefanya kwa sababu ni kusudi lako, unaona ni kitu cha kawaida. Lakini wengine wanashangaa, huyu mtu anawezaje? Na mara nyingi tukienda kwenye mazishi, unakuta watu wanashangaa ilikuwaje, ukianza kusikia. Ndio pale unautafakari ukuu wa Mungu. Unasema heri wafu wafao katika Bwana, maana matendo yao huambatana nayo. Kwa hiyo unaanza kusikia vitu, unashangaa hivi mtu aliwezaje? Wakati mwanzoni mlikuwa mnaona kawaida. Kwa nini? Kwa sababu alitoa kila kitu, yani ali-empty vyote ambavyo Mungu ameweka ndani yake na akavifanyia kazi hapa duniani. Kwa akirudi kule, anarudi akiwa amemaliza kazi. Lakini yote hayo utaweza kama utajua thamani yako. Kama utajua Mungu amewekeza nini ndani yako ili uweze kutumika vile Mungu anataka. Ukisoma Yeremia, nimesema ile 1:5. Mungu anamwambia Yeremia alimjua. Kwa hiyo Mungu anakujua, Mungu ananijua. Mungu anatujua na anajua nini amewekeza ndani yetu. Anachotaka Mungu ni sisi kuweza kujua kwamba kuna kitu cha thamani ndani yetu ili tuweze kuenenda vile Mungu anataka. Na kwa wakati wake utakuta zile hatua ambazo Mungu ametuwekea tutaenda nazo. Wakati mwingine tunataka turuke stage, kumbe kuna sehemu Mungu anataka kutengeneze. Wengi tunajua nikishamaliza shule nataka kuolewa au kuoa. Lakini kuna vitu hapa katikati yamkini Mungu anataka kabla hata hiyo ndoa yako. Lakini tumefocus. Nakutana na mabinti wengi, vijana wengi ambao wako desperate na kuoa au kuolewa. Lakini hawajui kuna vitu hapa hukumu Mungu. Mwingine analia kuolewa lakini hata hiyo ndoa hawezi kukaa kwa sababu bado Mungu hajamtengeneza. Bado Mungu hajamfinyanga kwenye ndoa. Sema wewe labda kaa hapa kwanza. Nikutengeneze kwenye kitu fulani ili uende kwenye hiyo stage nyingine. Lakini wakati huo usipoteze muda kwa sababu kuna vitu Mungu ameweka ndani yako ambavyo dunia inatakiwa ijue. Ukisoma Yeremia 1 mstari wa 6, wa 7, tutaenda na wa 17 na 19 pale tuone. Yeremia sura ya kwanza. Ukisoma sura ya 6 anasema Yeremia pale wakati Mungu anamwambia, anamtuma sasa, anasema ndipo niliposema Bwana Mungu, tazama siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, useme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila nitakalo kuamuru. Ukisoma anasema kwa mstari wa 9 anasema ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Kwa hiyo unaona, wakati mwingine tumekuwa na hofu ya kuenenda. Lakini kumbe tayari kuna vitu vimewekwa, ni kuuishwa tu vile vitu viweze kutumika. Yeremia anaogopa, anaona umri bado ni mdogo, siwezi kutumia kile ambacho Mungu amewekeza ndani yangu. Lakini kwa Mungu tayari amesha set kila kitu. Kwa hiyo Mungu hapa ni kama anamjulisha tu kwamba nimetia maneno yangu ndani yako tayari. Kinachohitajika ni utayari wako ili uweze kumsikia Mungu, ujue sasa unaendaje. Kwetu wakati mwingine tumeogopa, nitafanyaje hiki kitu? Mimi ni mwimbaji, hivi naweza nikaimba nikatoka nje ya box ya mipaka hii? Nataka uimbe, unaimba hapa Keys of Christ, lakini uimbe leo urekodi, yani dunia ijue unaimba. Mungu amekupa sauti kwa ajili yake. Wewe ni fundi, basi uwe, yani utafute kuwa bora. Ile roho ya ubora iwe ndani yako, ili kila kitu kinachofanya basi Mungu atukuzwe ndani yako. Kwa hiyo tumebeba vitu vingi. Mungu amewekeza vitu vingi vya thamani ndani yetu, lakini hatuvijui kwa sababu hatujampa Mungu nafasi. Wakati mwingine hofu imetawala na kuona kwamba hatuwezi kama wengine, lakini uwekezaji wa Mungu ni mkubwa, na wakati mwingine akitutazama anasikitika kwa sababu ameweka vitu vikubwa. Na hasa kwenu vijana, bado muda upo. Ndio wakati wenu wa nguvu wa kutumika. Msisubiri mzeeke, msisubiri mchoke. Ndio mwanze kumtumikia Mungu. Huu ndio wakati ambao kila mtu anaulilia, shetani anautaka na Mungu anautaka. Kwa hiyo kutakako kuwa na nguvu ndiko kutakako kubeba. Kwa hiyo ukijilisha neno la Mungu ndani, utajikuta moja kwa moja umeutambua uwekezaji wa Mungu na umeutumia, na dunia itakujua kwa sababu Mungu sio Mungu wa mambo madogo.
Watu wengi unawakuta saa ingine wanamwamini shetani. Mimi nashangaa saa ingine watu wakienda kukuta makanisa makubwa wanashangaa. Sema Freemason. Sasa unabaki unatafakari, wewe Freemason na Mungu nani mkubwa? Yaani eti mtu akifanikiwa mchawi. Sasa Mungu si zaidi ya huyo mchawi? Lakini yote hii ni kwa nini? Kwa sababu hatujaliamini neno. Hatujalijua neno. Hatujataka kujua Mungu ameweka nini ndani yetu. Tukijua huu uwekezaji, tukikaa na Mungu, tutasogea, na ninakwambia utashangaa. Siongei kwa sababu nawaambia hapa, ninaongea, nimepata neema ya kuwa na vijana wengi. Kwa vijana ambao ninawaambia kaa hapa, kaa kwenye neno, soma neno, omba, msikilize Mungu, mwambie Mungu akwambie kusudi lako ni nini. Na akisha kaa na akasimama kwenye kusudi, dunia inamjua. Hata kama itakuwa dunia imtambui kwa sasa, lakini unaona kabisa kuna kukua ndani yake. Anakuwa. Tusifurahie tu 2026 jamani, mwaka mpya. Mwaka mpya na wewe lazima uongeze hatua. Sio kama mwaka mpya wa maneno tu. Kama ulikuwa unasoma sura 3 neno, basi soma 5. Kama ulikuwa unalala masaa 10, basi lala 8. Maana kuwe na changes. Sio ulale masaa 8 unaangalia YouTube. Unahamia huku unazurura, maana kuna watu wanaozurura kwenye mitandao. Anaweza kazurura masaa 3. Katoka Insta, anaingia WhatsApp, anarudi WhatsApp. Yaani anaweza akawa amefika posta kwa kuzurura 2 hours. Na shetani anatufunga humo, lakini mwambie wewe mtu akae kwenye Biblia. Hawezi. Akishakaa tu kidogo na usingizi unakuja shetani anakuuliza, unalala kabisa, unapotea. Lakini ukaa Insta, unashangaa saa 5 mpaka saa 7, mwingia huku, Zuchu kafanya nini? Nani kafanya? Unahama, unatoka huku na shetani sasa alivyo kwenye ile mitandao. Yaani unachokiangalia ndio kinakuja. Kianza kuangalia tu wanamuziki utaona anakuja Diamond, akitoka huyu anakuja huyu. Yaani vina pop up tu. Kwa hiyo unabaki unahama. Ndio anapokulia muda. Shetani nikwambie, hali kitu kingine zaidi ya muda. Hata kwenye ugonjwa anakula muda wako. Anakula muda. Ndio maana Mungu anasema nitarejesha muda. Kwa hiyo lazima ujue Mungu alichowekeza. Ukijua Mungu alichowekeza ndani yako, huwezi kupoteza muda. Huwezi kupoteza muda. Kwa kama nilivyosema, uwekezaji wa Mungu unaendana na kusudi ambalo mtu amewekewa ndani yake. Kwa hiyo kuna kusudi kwa kila mtu aliyeko katika uso wa nchi. Na kuna uwekezaji mkubwa ndani ya huyo mtu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kama nilivyosema kwamba kusudi linatangulia, alafu wewe unafuata. Mungu akiona kuna uhitaji wa kitu fulani, ndio maana akamleta Celestina. Kuna uhitaji wa kitu fulani, anamleta John. Kuna uhitaji wa kitu fulani, anakuleta wewe kwa ajili ya hiyo kazi. Ni sawasawa na mtu anayesema leo naenda kuchukua dada wa kazi au kaka wa kazi. Maana ameletwa kwa ajili ya kazi za nyumbani. Sasa ukimkuta kila siku ya kwanza umeenda amelala, kesho umerudi amelala, kesho utaendelea kwa naye? Ndio maana Biblia inasemaje? Mti usiozaa ufanyaje? Ukatwa na kutupwa. Maana ufanyi chochote, umzalie Mungu matunda. Unaweza kushangaa umepita tu bodaboda amekupitia huyo tunakusafirisha na kuzika. Ufanyi kazi. Maana sehemu Mungu aliyokuweka hakuoni. Hakuoni. Kwa unapoteza kile ambacho watu wanakihitaji. Inawezekana kuna watu unawachelewesha kwa sababu wewe hujakaa kwenye nafasi. Ina maana ukialign tu wewe, kuna watu nyuma yako watakuja. Kuna watu utawasogeza. Kuna mwingine labda kiimba tu vizuri, kuna mtu ambaye ana sauti lakini muoga, atavutiwa na ile sauti, naye utajikuta ameingia kwenye kwaya, ameanza kuimba na amechomoka, nyota yake imeonekana. Kwa lazima tujue Mungu amewekeza nini ndani yetu. Tusijidharau. Ninachotaka uone hapa ni uwekezaji wa Mungu, thamani yako hapa duniani. Mtu asikudharau. Biblia inasema mtu asiudharau ujana wako, si ndio? Kuna kitu kikubwa sana Mungu ameweka ndani ya huo ujana. Kuna kitu kikubwa sana. Ni vile tu hatujataka kumpa Mungu muda, hatujataka kusoma neno la Mungu, hatujataka kutafakari kwa undani zaidi. Yaani kila kitu, unajua kwenye ujana huwa kila kitu tunafanyaga juu juu. Kwanza tunakuwa na haraka, tutakuwa na speed. Lakini ukikaa, kama unasoma Biblia, tunasema ile intensive reading, unasoma Biblia sio kwa kusoma tu nimalize, kusoma kuelewa, kusoma kuona neno linatokea.
utajua Mungu amewekeza nini ndani yako. Na ndio dunia sasa inataka watu tofauti, wanaofanya vitu tofauti. Mambo haya nifungue saluni, saluni zimepangana, hayapo tena. So hadi saluni sasa hizi watu wanasifu. Hamjaona kwa mtandao? Kuna saluni moja watu wanasifu kweli. Umeona? Vitu tofauti. Ni saluni ile ile lakini ameutoa upekee wake ambao Mungu ameweka Bwana katika saluni hii. Kwa hata mimi tena natamani kwenda kusuka na mimi siku mtaniona napenda sifa kwa sababu napenda sifa. Kwa nini? Ametoa utofauti. Ni saluni ile ile lakini ameonyesha yeye Mungu alimweka pale kwa ajili ya sifa. Kwa wale watu wanaopenda sifa atawapata. Ameweka uweze kukifanya tofauti. Inawezekana wote ni madereva. Lakini wewe ni dereva wa aina gani? Kwenye udereva wako Mungu anatukuzwa? Ndio hicho Mungu anachotaka kuona. Ndio maana lazima kuwe na faida duniani lakini mbinguni Mungu atukuzwe. Kwenye kila unachokifanya. Ndio maana uwekezaji wa Mungu ndani ya mtu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niseme tu Mungu ametuwekea vipawa ili kuhakikisha ufalme wako unajengwa. Ndio tunavyosema kwenye Mathayo 6, ufalme wako uje. Maana yake ufalme wake uje hapa duniani kama vile inavyosema wapi? Mbinguni. Maana yake watu wakikuona muone Mungu. Yaani waone utofauti mpaka sema huyu jamani Mungu tu. Huyu ni Mungu. Hii nguvu anaitoa wapi? Mimi natafakari sana President Magufuli. Tunaona namna ambavyo alikuwa anaendesha nchi. Alienda lakini kuna nyakati zilikuwa ngumu dunia nzima, lakini kwetu ilikuwa rahisi. Alitolea hofu. Kwa hiyo inawezekana Mungu alimsimamisha tu kwa kipindi kile. Mpaka saa hizi, hivi unafikiri saa hizi atatuambia siku kuna mafua nini? Ile hofu ilishaondoka. Kwa hiyo Mungu alimweka kwa kipindi chake naye ameweka alama. Ndio maana mpaka leo tunamsimulia. Ilikuwa ni kipindi ambacho watu dunia nzima ilijifungia, lakini sisi tuliendelea na shughuli zetu. Sisi nakumbuka tulikuwa waoga kipindi tulikuwa tunaenda na mume wangu stereo pale. Kwa tulikuwa tunaenda kununua mavitu, matunda, sijui nini. Maana kwa ajili ya tangawizi, nini tulikula tangawizi mpaka. Lakini tulikuwa tukifika pale mwanzo tulikuwa tunavaa gloves nini kuvaa maski hiyo. Hata tulikuwa tukifika pale stereo walikuwa wanacheka kwa sababu kwa kila baada ya wiki mbili twende. Wakituona tutasema nyewe madokta mmeshakuja. Kwa sababu tumevaa huku tumevaa hivi. Wanacheka wale watu. Lakini baadaye tunaona ni ujinga. Unawaangalia nikawa nawaangalia wale tunatafakari. Watu wako wanabeba mizigo kwenye roli moja, wanalaliana, wanapokea vitu, wanapeleka, wanahamisha, wako yani na hawana hiyo hofu wala hawana hiyo habari ambayo dunia imepandikiza. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu mmoja tu alisimama kawaongoza watu kuondoa hofu. Kwa hiyo inawezekana wewe Mungu anakuhitaji kwenye eneo lako. Lakini kwa sababu hatujajua uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yetu, inawezekana kuna watu wengine wanapotea kwa sababu wewe hujasimama kwenye nafasi. Kwa mbegu aliyoiacha ya ujasiri ndio ambayo itatuvusha hata sasa. Ndio ambayo itatuvusha hata mwaka mwingine na mwaka mwingine tutakapopitia changamoto kama ile tena. Kwa hiyo wewe umeacha alama gani? Wewe utaacha alama gani utakapoondoka? Watu watakusema kwa kitu gani? Watu watamuona Mungu ndani yako? Labda tuangalie kidogo ni namna gani Mungu anaweza akawekeza kwa mtu. Ni namna gani? Labda kwa kusummarize ni kwamba Mungu amewekeza vitu ndani yetu ambavyo tayari vipo. Kinachohitajika ni sisi kukaa na Mungu ili tuweze kujua nini kimewekwa ndani na tuweze kufanya kazi nacho. Kwa ni namna gani Mungu anawekeza ndani ya mtu? Mungu anawekeza ndani ya mtu kwanza kabisa kupitia neno lake. Mungu amewekeza vitu kupitia neno. Ukisoma ile Timotheo wa pili sura ile ya 3. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Timotheo wa pili sura ya 3 16 17.
Timotheo wa pili 3:16-17. Anasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwaadabisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa na apate kutenda tendo jema. Kwa hiyo naona kupitia neno lake Mungu anaweza kaonya watu na kuwarejesha kwenye mstari. Kupitia neno la Mungu, watu wanaweza kujirekebisha na kuandaliwa na kuwa watu wema, na kuwa watu ambao wanaweza kukaa na kumsikiliza Mungu. Tuchukue tu mfano wa Paulo ambaye awali alikuwa Sauli. Yeye alikuwa ni mtu ambaye akiua watu wa imani, lakini baada ya kukutana na neno la Mungu, na Mungu alimpa utulivu kwa kufanya nini? Alikuwa nini? Kama alipofushwa macho, si ndio? Alipata utulivu na kutafakari na kujua kilichoko ndani ya neno la Mungu, na mwisho wa siku yeye ndo aligeuza upande na akaifanya kazi ya Mungu. Mpaka leo Paulo tunamsifia kwa kuandika vitabu na vitabu ambavyo vina mafundisho mengi sana. Lakini yote hiyo kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu liliingia ndani yake, akapata ule utulivu, na mwisho wa siku akajua Mungu ameweka kitu gani ndani yake na kuanza kukitumia kwa bidii. Kwa sababu ukisoma kwenye hizi waraka nyingi ambazo Paulo ameandika, ni kama alikuwa apumziki. Alikuwa leo anaenda huku, ni kesho anaenda huku, na amefundisha watu wengi. Ukiangalia Paulo amefundisha kina Timotheo. Akaacha ile kazi iendelee, na mara nyingi kazi ya Mungu ndio iko hivyo. Unawekwa wewe, lakini kazi ya Mungu haijawahi kusimama. Ukiondoka wewe ataendelea mwingine. Ukiangalia nyakati za Musa ametoka, kina Yoshua wameendelea na kazi. Kwa hiyo neno la Mungu linatufundisha sana kuyajua nini yaliyo makusudi ya Mungu, lakini pia linaturekebisha. Nimesema neno lote la Mungu lenye pumzi ya Mungu lafaa sana. Kwa nini hatujui makusudi yetu? Kwa sababu tumesema njia moja hapo ni neno. Hatusomi neno. Yaani hatuwekezi kwenye kusoma neno. Lakini tutasoma message, tutasoma vitu mbalimbali, tutaangalia matamthilia, na sasa hivi tumeweka matamthilia kibao. Ukiamka huku watu wana series, wanafuatilia series mpaka wanavaa na miwani, macho yanauma. Lakini hatusomi neno. Mabinti na vijana mlioko hapa, yaani isikupite siku hujasoma neno. Sema neno lako ni taa ya miguu yangu. Yaani neno ni taa. Kupitia neno utagundua vitu vingi. Kupitia neno Mungu atajidhihirisha na utaanza kuishi vile Mungu anataka. Kwa sababu kama huna kitu, anasema na neno likae kwa wingi ndani yenu. Neno ndio linakufanya wewe utembee katika misingi ya Mungu. Maana kwenye neno ndio kuna kwenye kukaa vizuri. Kwa sababu neno linauisha. Neno linakubadilisha. Taratibu neno lina pumzi ya Mungu ndani yake. Kwa likiwa linaingia ndani yako, utaanza kukuta kujitafakari. Na wakati mwingine neno likishauishwa ndani yako na kupata uhai, utajikuta hata vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya ambavyo haviko sawa mbele za Mungu, vyenye vinaanza kutoka. Wakati mwingine wewe unahitaji kukemewa, ni neno tu linaondoa vitu. Neno la Mungu linakwambia hivi, unaona hapa nilisoma hivi, mbona hivi? Mbona nafanya hivi? Kwa taratibu unaanza kutoa vitu ambavyo havitakiwi. Ndio maana nasema neno ni taa. Mimi nasema je, taa yaweza kuwashwa na kuwekwa chini ya meza? Sinawekwa juu. Kwa nini ili limulike? Kwa hiyo ukishakuwa na neno, kuna vitu tu utaanza kuvitoa. Lakini kuna nguvu itaingia. Na hiyo nguvu ndio itakupa kulijua kusudi lako. Na hiyo nguvu ndio itakupa kujua uwekezaji ambao Mungu ameweka ndani yako. Na itakufanya usipoteze muda, kwa sababu huna muda wa kupoteza. Kwa kupitia neno Mungu anawekeza ndani ya watu. Maana utapata maarifa, utapata kuuishwa, lakini utapata kuandaliwa. Kwa sababu kupitia neno ni kama unakuwa shaped. Wala uhitaji mchungaji akufuatilie nyuma. Wewe mbona umefanya hivi? Neno tu lenyewe linakushape. Ndio maana sana neno likae kwa wingi. Ukikuta watu waliojazwa neno, wala upigi kelele. Maana wao wanajua, kwa sababu neno lina pumzi, neno lina nguvu, lenyewe linafanya kazi. Ndio hapa Paulo alikuwa anapanda, anasema ukuzae ni wewe. Kwa hiyo ndani na mtu aliyelishwa neno, huyo hapotei. Mimi nasema anaweza akakengeuka, lakini hapotei, kwa sababu kuna kitu ndani, ile pumzi itakuwa inamsumbua. Kwa hiyo hakikisha unasoma neno.
kila siku isikupite. Kama kweli unataka kuwa mtu wa tofauti, kama kweli unataka kuona uwekezaji ambao Mungu ameuweka ndani yako, kama kweli unataka kuiona thamani yako ili dunia ikujue na mapenzi ya Mungu yatimizwe kwenye dunia hii na kwenye kusudi lako ili uweze kuliishi, lazima usome neno. Hakuna namna utadaiveji, kwa sababu ndio sehemu ambayo tumepewa sisi kushinda. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unaweza ukasoma sana, lakini bila kumjua Mungu ni bure. Angalia mtu ana PhD lakini hamjui Mungu, ni upotevu. Wengi unakuta wako kwenye depression, wengi utakuta wanaishi kwenye maisha ya stress. Kwa nini? Kwa sababu hakuna kitu cha tumaini ndani. Neno la Mungu ni tumaini. Inawezekana ukapita kwenye nyakati ngumu, lakini neno linakufariji. Watu wakashangaa unacheka, lakini neno ndani, kwa sababu unaamini unachokijua, kwa sababu ni pumzi ya Mungu kinaishi ndani yako, haikusumbui. Kwa kupitia neno wewe unaweza kujua Mungu amewekeza nini ndani yako. Lakini usipojua neno ni ngumu. Ni ngumu. Utajuaje? Itakuwaje? Utajuaje kama kuna kutubu? Huwezi kujua kwa sababu usomi neno. Utajuaje kama kuna kushinda kwenye Ukristo? Huwezi kujua kwa sababu usomi neno. Kwa uwekezaji wa kwanza Mungu anaofanya ndani ya mtu ni kupitia neno. Na ndio maana kina Timotheo waliwezeshwa kwa neno. Paulo aliwafundisha neno, tukaendelea.